Nafikiri uamuzi kutoka ndani ingekuwa kitu kizuri sana kuliko kutoka nje, kwa sababu hakuna dabi ambayo waamuzi wamewahi kusifiwa, na kama wamewahi kusifiwa basi ujue hiyo mechi ilikuwa ni mechi ambayo timu moja ilipata matokeo mabovu sana. Lakini katika uhalisia dabi yoyote hususan yenye magoli machache, goli moja bila, mbili bila, waamuzi lazima walalamikiwe. Mimi nafikiri waamuzi wanatakiwa kutoka ndani ili kuendelea kuwajenga, ili kuendelea kuwapa utimamu, ili kuendelea kuwapa hali ya kujiamini. Siku moja kwenye mkutano mkuu wa TFF, Rais Karia alizungumza kitu kimoja, akasema katika moja ya vitu ambavyo wanahabari na Watanzania tunakosea ni pale ambapo tunatoa siri au kutoa malalamiko yetu hadharani kwenye mitandao ya kijamii kuhusu waamuzi wetu. Manake hata kamati ya waamuzi ya FIFA na CAF wanaona kwa mwisho wa siku kuna namna inawashusha thamani waamuzi wetu. Kwa hiyo ninaamini tukitoa waamuzi kutoka nje yatakuwa yale yale, tutaraise kwenye mitandao yetu na bado tutaendelea kuwa discourage waamuzi wetu. Ingawa kwangu mimi wito wangu kwa waamuzi, natamani wafate sheria, waache masuala ya hekima, na kama labda kuna changamoto kwa upande wa uongozi wao basi nao usiwaingilie, uwape nafasi ili waweze kuamua katika mazingira yaliyo sawa. Kwa mfano mimi huwa nampenda sana Rajiga. Rajiga penalty hata ziwe 5 kwa sasa, Rajiga wa sasa yeye zote atafunika. Yeye kama ni faulu inahitaji kadi, yeye atatoa kadi. Swala la mashabiki, mimi nadhani waamuzi hawa wanatakiwa kusaidiwa na shirikisho letu, bodi ya ligi pamoja na chama chao kwa kuendelea kuamini kwa mechi, kwa sababu mashabiki wa Simba na Yanga kwa vyovyote vile lazima walalamike tu. Hakuna namna ambavyo tunaweza kuepuka hiyo.